nimeshirikishwa hapa kwa maana moja tu, kushuhudia na kukabidhi magari haya 9 yenye shughuli mbalimbali katika zoezi zima la uokoaji na zimamoto. Na zoezi la kukabidhi nimeshafanya. Isipokuwa na mawili tu au matatu ya kushare na ndugu zangu wa jeshi la zimamoto. Cha kwanza ni kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa jitihada kubwa zinazofanya na serikali ya awamu ya 6 na kuhakikisha sasa jeshi letu lawama ya vifaa kutoka kwa wananchi inabaki kuwa historia. Mbeya oye! Makofi kwake. Lakini la pili ni matumaini kwa wananchi wetu wa mkoa wa Mbeya kwamba iwapo yatatokea majanga haya, basi tunao watu, tunao vifaa, kwa hiyo uokozi na ulinzi wa mali zao na maisha yao upo salama. Lakini la tatu ni waombe sasa nyinyi wenzangu, nyinyi wa serikali, mtunze hivi vifaa. Hatujataka kuuliza gharama hivi vitu kwa sababu hata kwa macho tu inatisha. Sasa fedha hizi zingeweza kwenda maeneo mengine na zingesaidia Watanzania hawa, lakini mmeletewa ninyi ili operation zenu ziweze kwenda vizuri. Kwa hiyo ni wasii sana, tunaomba tuvitunze, vikae muda wa kutosha. Kwa maana sasa hizi shida ya watu kama ipo itakuwa ndogo sana, lakini shida kubwa ilikuwa ni vifaa. Sasa vimekuja. Na cha tatu ambacho ningependa mkiweke msisitizo, kwa sababu kwa idadi ya matukio ya moto ndani ya mkoa hatuwezi kusema tutakuwa na vifaa siku vinatosheleza. Tujikite kwenye kutoa elimu. Tutoe elimu ili watu wajikinge kabla ya kutegemea vifaa hivi. Na natamani niwasikie nikikatiza zangu kabla niwaone pale mnatoa elimu. Sio mpaka mwafungie watu kwenye madarasa. Nendeni watu walipo, wafuateni huko. Waambieni elimu ya kujikinga na majanga na kuona viashiria ambavyo vinaweza kutuletea tabu. Kwa hiyo mimi nataka niwasikie kwa masokoni, yani mpaka watu waseme hawa zimamoto wako wanakera. Sasa kama sisikii hayo, ni maana mko ofisini tu. Niwaombe tokeni mkatoe elimu. Mashuleni kuna kipindi mlijitahidi vizuri sana. Lakini sasa nendeni kwenye maeneo ya umma. Tunataka pale mpaka pale Mwanjelo pale kuwe na jukwaa. Ili jukwaa la watu wa zimamoto wanakujaga hapa kila Ijumaa. Tumeelewana? Watu wanaona mkifanya na wana appreciate. Mbeya oye! Kwa hiyo mkitunza vifaa, mkijikita kwenye kutoa elimu, hivi vifaa ni vingi sana. Lakini tusipotoa elimu, majanga yanakuwa mengi, vifaa vinaonekana vichache.